Karibuni na ujambo mtazamaji, pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kukaribisha katika matangazo yetu ya muda kama huu. Tunakwenda huko mjini Uvira mkoani Kivu ya Kusini, maeneo ambako kunaitishwa mgomo baridi na asasi za kiraia. Yaani ni asasi nyipya za kiraia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mgomo huo una mambo mengi, una vichwa vingi, na hiyo ni kutokana na hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kusini kumrazi, na vita ambavyo vinaendelea kupamba moto kwenye nyanda za juu za tarafa Fizi, Uvira na Mwenga. Na kile ambacho tutakwenda kuzungumzia ni kuhusu mgomo huo ambao umeitishwa na asasi nyipya za kiraia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na tunakwenda kumsikiliza naibu kiongozi wa asasi hizo nyipya za kiraia katika mkoa huo wa Kivu Kusini, Bwana Fredi Mudeba, ambaye atatujia na mengi zaidi. Lakini kumbuka, kisa na mkasa ni kwenye maeneo na sehemu ambako kunaendeshwa vita. Inaonekana wapiganaji ambao wanaunga mkono na nchi ya Rwanda wanatumia vifaa ambavyo huenda ni vya kisasa, na hiyo inawakera sana wakahaji na asasi za kiraia. Nini basi kimo ndani ya mgomo ambao huitishwa? Kabla tuingie huko, na kualika wewe ambao bado ulikuwa hujasubscribe, huu ni muda wako. Usikose kujiunga nasi, yani kusubscribe, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo. Usikose kushare, yani kupartaje, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Lakini kabla tuende huko, fata ujumbe huu. Uvira leo tuko katika hali ya mgomo baridi ambayo imeandaliwa na shirika jipya la kiraia jimboni Kivu la Kusini, ambapo activity yetu tatu. Ya kwanza ni kulomba serikali kuu ya Kinshasa, gouvernement central, kuweza kupatia vifaa vya kisasa ambavyo tunavita katika lugha ya Kimombo les équipements modernes kwa FARDC na wazalendo wetu purke waweze kupiga adui, kwa sababu asedernyeta katika milima mirefu na mifupi ya Uvira, Fizi na Mwenga, adui anaendelea toujours kusogea mbele, adui anaendelea toujours kuavancer, na ile kuavancer haiko mfaveur ya peuple congolais. Hapana, ile kuavancer ya adui ni mpla toujours zabo, soit ya kugabula inchi, soit ya kurenverser pouvoir, kitu ambacho hatukubaliani sisi raia ya Uvira particulièrement na raia yote ya Kongo. Ndio maana baada ya kuandaa second appel la marche pacifique, tukaona ya kwamba hatusikiliki. Ndio maana leo tumeona tena vema kufanya ville mort, watu waikale kunyumba kwa kuangalia namna gani tunaweza kuambia gouvernement ya Kinshasa kuweza kupana vifaa vya kisasa, notamment drone na kadhalika kwa FARDC na wazalendo wetu purke wapige adui, kwa sababu adui vraiment kamata mingini mingi sana ya milima mirefu na mifupi. Hiyo ni objectif ya kwanza, na objectif ya pili ni kuambia aussi communauté internationale ya kwamba makoro zote zenye ziko zinakuwa sinye sijui Washington, sijui kama Doha na kadhalika, zile makoro sisi hatuko tunaona mafaa ya hizo paske bako banasinye cessez-le-feu. Mais tuko tunajiuliza, est-ce que ile cessez-le-feu iko inakuwa toujours observé ku gouvernement, kote gouvernement congolais, mais haiwezi kuheshimika na barebel, paske bakisinye makoro leo mais adui ana avancer, bakisinye makoro adui ana avancer. Ndapana mfano le 4 Desembre ya mwezi ya mwaka wa 2025 walisinye akoro ya Washington, mais après kusinye paske pale walikuwa wanashimamia Kamanyola, mais après toujours kusinye ile makoro adui tena akaendelea kuavancer Luvungi, Uvira na kadhalika. Alors tukaona ya kwamba que c'est une distraction. Zile makoro c'est une distraction par le fait que communauté internationale haiwezi kuambia adui ya shimame na adui anaendelea.
kama hakuna aussi complicité ya communauté internationale, manake sijui parce que adui hana nguvu ya kusema keno anaweza kupinga kauli ya communauté internationale. Nimekuambia kwamba ile complicité sisi raia tuko tunaiona, na tunawashauria warudie kurezo, parce que watu wako wanakufa kiolela, watu wako wanalala maisha mabaya, kunakuwa mamasakre za pale na hapa, kila mara masakre ziko zinakuwa, lakini mimi najua ya kwamba watusikie, kwa sababu sisi raia tunakuwa na besoin ya amani, rien que ça, parce que hakuna maendeleo yanaweza kufanyika bila amani. Na objectif yetu ya tatu ni kupatia mise en garde kwa wakuu viongozi, kwa mtu yeyote ule wa kiserikali donc wa kiserikali mzalendo, donc autorite militaire wala wa kizalendo, mwenye ataendelea kukomplote, mwenye atashirikiana na adui kwa kuua wa ndugu zake. Hata ni kuambia ya kwamba wakati adui aliingia hapa ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 12 mwaka 2025 katika jiji la Uvira, kulikuwa masakre za ajabu sana, kulikuwa mafos commune za ajabu sana, na zile mafos commune mpaka hivi kulikuwa mafos commune zenyewe walikuwa wanazikia watu 60 na zaidi ya ile. Lakini pamoja na ile tunajua ya kwamba ile sisi haituarrange kabisa, na tuko na besoin ya amani apare ile, hatuna besoin nyingine. Na kwa kumaliza, tunashukuru raia ya Uvira kwa sababu wameelewa ya kwamba tuko na besoin ya amani. Tunapashwa kabisa donc kuikala kunyumba, kwa kuonesha serikali kuu ya kwamba tumechoka na vita, kwa kuonesha pia wazungu ya kwamba tumechoka na vita, tumechoka na kuuawa. Tunashukuru raia kwa sababu katika barabara hakuna ni moto, hakuna ni gari, hakuna ni donc vyote kabisa, maduka zote zimefungwa, hakuna aktivite yoyote ile katika jiji la Uvira. Hiyo tunawashukuru, na tunajua ya kwamba vyenye tuko tunafanya leo kama havileti matunda msiku tu za kidogo, tunajua ya kwamba tutaenda tena kwingine etape, na etape yenyewe tafata itakuwa sasa ni ya désobéissance fiscale, ambapo tutaambia raia hakuna kulipa kodi. Lakini tunajua ya kwamba serikali yetu itatusikia kwa kuweza kujibia iwezekanavyo haraka sana kwa malalamiko ya raia, parce que serikali iko pale ajili ya raia. Asante Uvira, asante raia ya Uvira, asante sana kwa wote ambao wamechangia kwa njia wala nyingine porque hii aktivite ya leo iweze kupitikana katika hali tulivu. Amani iko, hakuna vya vurugu mpaka sasa, hakuna risasi, hakuna mwenye alifungwa, hakuna menase, hakuna nini. Donc Mungu awabariki, na tuko toujours pamoja, tutaendelea toujours kutetea Uvira mpaka asante. Alikuwa ni wenyu Fredi Mudeba, le coordonnateur provincial chargé des activités ya shirika jipya la kiraia. Asante sana bwana Fredi Mudeba, na nikufikia hapo hatuna cha ziada. Ni hayo ambayo tumekuandalia kwa muda kama huu, lakini usiondoke kabla hujatimiza yale ambayo tulikuomba wewe kufanya kwa ajili ya kujiunga na channel yako hii Kuna Nini News. Hadi tutakapokutana tena hewani, tunawatakieni nyote kila laheri.